Unapokopa hela, kuna mambo muhimu ya kuepuka ili usijikute kwenye matatizo ya kifedha na kisaikolojia. Kuepuka matumizi yasiyo ya lazima, kukopa bila mpango na kutegemea mikopo kwa maisha ya kila siku ni baadhi ya makosa makubwa yanayoweza kukuangamiza kifedha. Kabla hujakopa, yafuatayo ni mambo ya kuzingatia ikiwa unahitaji mkopo. Jambo la kwanza, kukopa bila mpango wa malipo. Usikopeshe bila kujua chanzo cha kurejesha. Kabla ya kukopa, hakikisha una mpango wa mapato ya uhakika wa kulipa deni. Epuka matumaini yasiyo na uhakika. Usitegemee miradi ambayo haijaanza au biashara isiyo thabiti kama chanzo cha malipo. 2. Kutumia mkopo kwa anasa. Epuka matumizi yasiyo ya lazima. Mikopo haipaswi kutumika kununua vitu vya starehe kama simu mpya, nguo za kifahari au sherehe. Tumia kwa uwekezaji wa dharura. Mikopo inafaa zaidi kwa shughuli zinazoongeza kipato, mfano biashara, kilimo, elimu. 3. Kukopa zaidi ya uwezo wako. Usizidi kipato chako. Deni likizidi kipato chako cha kila mwezi, utajikuta kwenye mzunguko wa madeni. Usitumie zaidi ya 30% ya kipato chako kulipa madeni. 4. Kukopa kutoka vyanzo visivyo rasmi. Epuka wakopeshaji wa mitaani, yani loan sharks. Wanaweza kutoza riba kubwa na kutumia vitisho. Chagua taasisi rasmi, benki, SACCOS au taasisi zilizosajiliwa na serikali ndizo salama zaidi. 5. Kutozingatia masharti ya mkopo. Soma mkataba kwa makini. Masharti ya riba, muda wa kulipa na adhabu za kuchelewesha lazima yote yaeleweke. Epuka kusaini bila kuelewa. Hii inaweza kukufanya ulipe zaidi ya ulivyotarajia. 6. Kutegemea mikopo kwa maisha ya kila siku. Usitumie mkopo kama kipato cha kawaida. Hii inaleta utegemezi na inakufanya ushindwe kujitegemea. Tafuta njia za kuongeza kipato. Badala ya kukopa mara kwa mara, ongeza vyanzo vya mapato. 7. Kutojenga nidhamu ya kifedha. Epuka ulevi wa matumizi. Matumizi yasiyo na mpangilio huongeza madeni. Tengeneza bajeti. Bajeti inakusaidia kutanguliza mahitaji muhimu na kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. 8. Kukopa kwa ajili ya kulipa deni jingine. Usitumie mkopo kulipa mkopo mwingine. Hii inaleta mzunguko wa madeni usioisha. Tafuta suluhisho la kudumu. Punguza matumizi, ongeza kipato au tafuta ushauri wa kifedha. Kukopa hela si kosa, lakini kukopa bila nidhamu na bila mpangilio ni hatari kubwa. Epuka kukopa kwa anasa, usizidi uwezo wako, na hakikisha mkopo unaleta faida badala ya hasara. Nidhamu ya kifedha na uelewa wa masharti ya mkopo ndiyo ngao yako dhidi ya kuangamia kifedha. Haya ni machache kati ya yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika channel hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika channel hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia swali au maoni sehemu ya comment. Pia ninakusihi kulike na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.